Manyata Africa unequivocally condemns all forms of political violence, intimidation, incitement, hate speech, destruction of property, and any conduct that threatens the peace and unity of our communities. Democracy is built through dialogue, respect, tolerance, and adherence to the rule of law, not through fear, confrontation, or violence. We are deeply concerned by reports of violent infiltrations of these community events, including allegations regarding the use of fire. These reports, if confirmed through due process, represent a serious threat to public safety and reinforce the urgent need for accountability, restraint, and responsible leadership. We urge all parties to allow the truth to be established through lawful and impartial investigations. We respectfully call upon Honorable Mishi Juma Misimbogo, Member of Parliament for Likoni Constituency, and Honorable Miraji Abdullahi Rahman, nominated Senator, to rise above political rivalry and place the interest of the people of Likoni before political competition. As leaders with significant public influence, your words and actions carry immense responsibility. We urge you publicly call for calm, reject violence in its all forms, discourage inflammatory rhetoric, and ensure that your supporters uphold peace, respect, and the rule of law. We further call upon the National Police Service, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, and the Office of the Director of Public Prosecutions, ODPP, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and all relevant government authorities to undertake swift, impartial, transparent, and professional investigations into the reported incidents. The people of Likoni deserve the truth, and where the law has been violated, those responsible must be held accountable without fear, favor, or political interference. Justice must not only be done, it must be seen to be done. To the people of Likoni, we appeal to your wisdom, resilience, and unwavering commitment to peaceful coexistence. Do not allow political difference to divide neighbors, families, friends, or generations. Reject violence. Reject provocation. Reject hate speech and misinformation. Let us continue to protect one another and preserve the harmony that has always been the strength of our community. To our young people, we make a special appeal. Do not allow yourselves to be used as instruments of violence or political confrontation. Your energy, talent, and leadership are needed to build a peaceful, prosperous, and united Likoni, not to destroy it. The future of this community is in your hands. As Kenya continues its democratic journey towards the 2027 general election, let Likoni become a beacon of peaceful political engagement rather than a symbol of violence and division. Elections will come and go, but the peace we preserve today will determine the future we leave for our children tomorrow. Manyata Africa remains committed to working with government institutions, security agents, religious leaders, community elders, civil society organizations, women and youth, the media, and all stakeholders to promote dialogue, prevent violence, strengthen social cohesion, and safeguard peaceful democratic participation. Political positions are temporary. The lives of our people, the unity of our community, and the future of our children are permanent. Let Likoni choose peace. Let Mombasa stand for unity. Let Kenya lead with justice. And the statement ends here. Pengine tu kama kuna Kiswahili tuzungumze kwa lugha ya Kiswahili, pengine naona mkurugenzi hapa. Naam, asante sana. Kwa ufupi, tunashukuru sana vyombo vya habari kwa kuweza kuitikia mwito wetu. Tuko hapa kupeana maelezo na mwelekezo
kama shirika sio la serikali kwa jina Manyata Africa, na kwa ufupi kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba tunaongelea swala zima la sitofahamu, kwa sababu inakera, inaudhi, inabughudhi, inaumiza nafsi kuona kwamba Likoni ikiwa ni gatuzi ndogo ambayo imeheshimika kwa muda mrefu kwa kuweza kuishi makabila tofauti, watu wanaishi kwa amani na uwiano. Unapata kwamba sasa hivi tunakaribia msimu wa pigaji kura, unaona kwamba siasa zimepewa kipaumbele, kumekuwa joto limezidi kupita mpaka, na mpaka sasa hivi unaona kwamba kumeingia vurugo na matumizi mpaka ya silaha katika nafasi ya kawaida. Na cha kutamausha ni kwamba tunaona masuala haya yanapelekwa katika sehemu ambazo ni sehemu za heshima. Kwa mfano sehemu za shule, kuna tukio litokea kule sehemu ya Mwangala katika shule, ilikuwa ni siku ya kuruzuku zawadi watu waliohitimu kufanya kazi vizuri. Unapata kwamba wanasiasa waliingia pale pamoja na wafuasi wao na kuleta vurugo, rapsha ambayo kidogo ilete uharibifu mkubwa. Pia vile vile katika sehemu za muungano wa familia na jamii kama vile maharusi, unapata kwamba pia juzi pia vile vile katika sehemu ya bofu unapata kwamba kuna harusi pale, pia vile vile wanasiasa waliingia na kwenda kuleta mtafaruku kubwa sana, watu pia kufika kupigana na kuingiana misumbi. Na viongozi hawa ni viongozi ambao wanajulikana, wanaheshimika. Dada yetu seneta mteule Bi Miraji Abdullahi ni mtu ambaye bila shaka amepitia katika nafasi ya mashirika sio serikali. Pia vile vile mheshimiwa mbunge Mishi Mboko pia yeye ameweza kuongoza Likoni kwa miaka 10 sasa hivi. Tunasikitika kwa sababu pia yeye ametoka katika background yake ni masuala ya mashirika sio serikali, masuala ya kujenga amani na uwiano. Kwa hivyo kuona kwamba imefika mahali ambapo kambi zao zinatumia vurugu, ngumi, kupigana, kuleta rapsha katika sehemu ambazo ni za heshima, mpaka kufika katika sehemu za kuabudu katika kanisa moja PAG huku, kwamba pia waliingia pale kuleta vurugu kiasi cha kwamba pia silaha ilitumika. Bodyguard wa Mheshimiwa Mshimboko ilibidi atumie silaha bunduki kufyatua. Ni jambo ambalo ni la kugonga vyombo vya habari, ni jambo la kuudhi, la kukera, na lazima kama shirika tuweze kusimama wima wajenga amani kuweza kuwaita wa viongozi. Na katika mazungumzo yetu tunasema kwamba tunaomba viongozi waweze kujitokeza waziwazi, na kuanza kuzungumza, kukemea wafuasi wao, waweze kutumia njia ya sheria, kuheshimu katiba ya mwaka 2010, kuweza kufanya mazoezi. Kila mtu ana haki kama Mkenya kupitia sura kwanza ya katiba kuweza kujishirikisha katika masuala ya uchaguzi. Kwa hivyo ni vyema wafanye masuala haya katika njia ya amani na uwiano. Kila mtu ana haki kumchagua anayemtaka, na cha msingi kama viongozi wa kisiasa ni vyema wauze sera, sio kuuza vurugo ama kuanza kujenga makundi ya vurugo mitaani. Ni lazima waweze kuuza sera kulingana vile watakavyoyafanya. Wana nafasi kuleta uongozi, wananchi wanataka kuona maendeleo, amani na maendeleo yaliyoendelevu, sio vurugu na kujenga kambi ambazo zinatuletea masuala yasiyopendeza. Pia vile vile kwa vyombo vya usalama, kama shirika tunaagiza kwamba taasisi ile ya IPOA waweze kuangalia maafisa ambao wamewekwa kulinda hawa viongozi, ikiwa wanatekeleza majukumu yao katika njia ya salama, isiyokuwa wanalinda alafu wanahatarisha maisha ya wananchi. Kufyatua bunduki kila mahali kiholela ni swala la hatari sana kwa jamii. Pia vile vile waweze kuangalia mtazamo mzima wa vipi sauti ya kamati ya amani, kamati ya usalama Likoni ikiongozwa na bwana DCC na Sub-County Police Commander officer, mpaka sasa hivi hatujasikia sauti yao kuhusiana na matatizo yaliyo hapa. Je, ripoti zimewekwa na kufikia sahihi? Je, kuna uhasama malengo yao kama vyombo vya usalama ni yepi? Hatujasikia sauti. Tunaheshimu sana Regional Commissioner bwana Nuno, amekuwa kipaumbele kupigana kuzuia masuala ya itikadi potofu ya vijana mtaani, masuala ya chafu. Kazi imefanyika, tumeiona, kumekuwa na utulivu. Lakini mbona wamefumbia macho lazima hili la wanasiasa kuchangamsha na kuleta mtafaruku katika jamii yetu? Mpaka sasa sijasikia statement yoyote kutoka kwa vyombo vya usalama kiongozwa na kiongozi wa Likoni hapa. Kwa hivyo ninaomba waingilie kati swala hili. Tunatarajia viongozi hawa waweze kuwa summoned kufikia sasa. Wao wameitwa kwenda kuandikisha statement, kuandikisha taarifa zao, na ni kwa nini yamefanyika mambo hayo. Ikiwa viongozi hawa watu wao wamehusika, basi kuwe na accountability. Ikiwa hawajahusika, wajitokeze waziwazi, wajitenge nao, tujue kwamba waliohusika katika masuala haya ni wauni.
na pia sheria ifuate mkondo wake. Tunajua kuna video zimetembea, kuna watu wamenaswa, kuna watu wamebeba magongo, kuna watu wamenaswa wakitumia vyombo ambavyo si vya kawaida, kuna watu wamenaswa wakipigana misumbwi. Wale waliofanya masuala haya wachukuliwe hatua, tuone mambo yanafanyika. Na tukirudi pia katika vijana wenyewe wa Likoni, tunaona kwamba wengi wanatumika katika rabsha hizi ni vijana, na vijana tunatenga takriban 75%. Tuna nafasi ya kupatisha mabadiliko. Sio wakati wa kupigana vurugu kufuatiana na wanasiasa. Na kweli nitawaambia kijana wote pale anaposikia ya kwamba wanasiasa ni watu wazuri, tunawapowasherekea, kuwapigia mayowe, umenipata, lakini pindi utafanya jambo la kuasi, uende kinyume na sheria, upatikane ukamatwe, wanasiasa hawa watakukeuka, watakukimbia, kwa sababu tume ya IEBC inaangalia, political parties wanaangalia masuala haya. Viongozi wanaotumia rabsha na vurugu, kuna hatua watachukuliwa. Kwa hivyo kijana, jiangalie tabia yako, kijana jiangalie unapotumika, ujue kwamba kwa mtandao ulioko sasa video zinarushwa. Chukua tahadhari, angalia maslahi yako, angalia utulivu wako, angalia familia yako. Ikiwa umependa kiongozi, mfuate kwa sera, usiende kwa kiongozi ambaye anatumia vurugu. Na mwisho kabisa ni kutoa wito kwamba ikiwa viongozi hawa hawatajitokeza na kujitenga na mambo hayo, sisi kama shirika tutaungana na wananchi, tuko na nafasi ya kufanya uchunguzi, ya kuweza kufika paka mahakamani kuchukua hatua, kwa sababu hatuwezi kukubali Likoni idorore. Likoni tumefanya kazi kubwa sana kushirikiana na washikadau kujenga amani na uwiano, kuhakikisha kwamba Likoni imekuwa na utulivu. Tunajua kuna tatizo, masuala ya kazi hamna, lakini watu wamekuwa resilient, wameweza kutulia. Kwa hivyo wanasiasa wasitumie nafasi kuchefua, kuweza kuleta vurugu. Tunawaangalia, tunawafuatilia kwa ukaribu sana. Tutawamulika, tutawaanika, na tutaongea ukweli pale inapowezekana. Kwa hivyo Likoni izidi kusonga, Likoni isonge mbele kwa pamoja.